nampongeza sana rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi. Kwa nini? Unaweza ukaniuliza kwa nini nampongeza sana Engineer Hersi? Moja jambo ambalo ninakwenda kumpongeza Engineer Hersi ni kwa sababu ameamua kukaa kimya, kuaminisha Watanzania ujinga. Kwa hiyo unamaanisha wale ambao wanazungumza kwamba mechi sichezwe ni ujinga? Mechi, mimi kwa mtazamo wangu ukiniuliza vipi kuhusu mechi, mimi nataka mechi ichezwe. Na wewe ni shabiki wa Yanga. Mechi ichezwe shehe. Mechi ichezwe. Kuhusiana na masuala ya kikanuni, amini Yanga wanasimama kwenye misimamo yao ya kikanuni na kisheria. Kwa hiyo kwenye upande wa kanuni Yanga unaungana nao, wako sahihi. Wako sahihi. Simba hakwenda uwanjani. Moja sababu kubwa. Kwa sababu taarifa iliyotoka saa 8 mchana kupitia bodi ya ligi ndio imefanya Simba asiende uwanjani. Kwa hiyo unaniambia kama bodi ya ligi wasingetoa taarifa Simba angeenda? Kama bodi ya ligi wangeshirikiana vizuri na TFF, wangeshindikiza lazima Simba aende uwanjani, Simba angekwenda uwanjani. Kwa hiyo bodi pia wana shida. Shida ndio imeanzia hapo. Na mimi namwambia kama ingelikuwa sio Yanga kucheza mpira, wewe leo usingezungumzia mpira. Usitake kutupelea mawazo yako mabovu kwa viongozi wa Yanga. Kwa sababu mwenyekiti wa bodi ya ligi yeye mwenyewe kwa kinywa chake ametuaminisha kwamba hasimamii sheria wala kanuni, anasimamia hekima na busara. Kweli sio kweli? Kweli. Kwa hapa lazima nisimame na wana Yanga wenzangu. Kama wakitaka tufanye maandamano, tuhakikishe kwamba bodi ya ligi inaondoka, tunafanya. Dosa. Mbona umefika huko? Sio nimefika huko. Jirani yako tena Dosa? Ngoja, tunasimama kwenye haki. Kwa sababu ukisema hivyo, kwanza mzee Mguto anapaswa kuomba radhi vilabu 14 ukiondoa Yanga na Simba. Klabu ya Yanga ndio klabu ambayo imetoa kwa mara ya kwanza mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ametokea klabu ya Yanga. Wewe unasemaje mchambuzi, unapata platform unasema mimi ningelikuwa Yanga ningewaambia wasipeleke timu uwanjani? Kweli. Karibu sana, hii ni Like Media na kama ambavyo unafahamu mambo mengi yanaendelea sasa mjini. Story kubwa ni wekundu wa Msimbazi Simba, story kubwa ni wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Yanga, bodi ya ligi, lakini pia wadau wamekuwa wakizungumza mambo mengi sana. Lakini tumeona kuna tukio ambalo limetokea katika makao makuu ya wananchi Jangwani. Watu wamejaa kwa wingi sana pale kwa ajili ya kushinikiza na kuonyesha hisia zao kwamba mechi haichezwi. Sasa nimemtafuta shabiki wa Yanga, watu wanamfahamu kama Dosa. Huyu ni shabiki ambaye mimi naamini huwa ni mtu wa kunyosha, mtu wa ukweli, ambaye black and white. Yeye atatuambia anasimamia kwenye lipi katika hili ambalo linaendelea sasa hivi. Ukizungumzia black and white, mimi ni black and white. Wewe vipi, ni nani? Mimi ni Dosa, lakini maarufu ni msema kweli. Dosa msema kweli? Yeah. Dosa msema kweli bwana, mimi nimekutafuta na kikubwa sana ni hiki ambacho kinaendelea. Mimi binafsi sijasikia msimamo wako kama Dosa, uko wapi? Nikushukuru sana ndugu zangu wa Like TV. Mmefanya jambo kubwa sana leo, tumekutana. Nilitamani siku moja tukutane, lakini Mwenyezi Mungu mkubwa ametukutanisha. Mambo ni mengi sana. Kuna mambo yanayohusiana na Simba, kuna mambo yanayohusiana na Yanga, lakini vile vile kuna mambo kuhusiana na bodi ya ligi. Vile vile jana tumemsikia rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Mzee Karia, moja ya kauli yake tata ameitoa. Amesema masuala ya shirikisho la soka Tanzania atawapa media za Tanga, wale media wengine wa Dar es Salaam wana mambo ya hofu. Tuna mambo yetu. Hivi umesikia ile kauli? Nimesikia na nikiwa mwana habari, kiujumla kabisa nahisi labda tunafikiriwa tofauti. Lakini kwa upande wako kama shabiki umepokeaje? Kwanza nimpongeze mzee wetu Wallace Karia kwa kutambua na kuipa hadhi mkoa wetu wa Tanga. Unajua mimi natokea nyumbani Tanga. Okay. Kwa hiyo ni lazima linapotajwa neno Tanga, ni lazima nipongeze sana kwa namna moja au nyingine. Tanga maeneo gani? Tanga mjini. Tanga mjini nimegonga sana pale. Wajanja wale. Sana. Kwa hiyo nataka nimpongeze sana mzee Wallace Karia. Lakini tunataka naye pia kumkumbusha. Moja ya vyombo vya habari vilivyofanya kazi kubwa sana kuinua mpira wetu ni vyombo vinatokea Dar es Salaam. Moja ya taasisi nyingi za habari zilizofanya leo hii tumtambue Wallace Karia kwa ni rais wa shirikisho la mpira Tanzania vinatokea mkoa wa Dar es Salaam. Sitaki kuvizarau vya Tanga, lakini lazima tupive thamani kubwa vyombo vya Dar es Salaam ambao vinapatikana kina
Like TV, Like Media na vinginevyo vyote vinapatikana katika mkoa wa Dar es Salaam. Ni rais ambaye amefanya kazi kubwa sana kwenye shirikisho. Mafanikio yake tunayatambua, ubora wake tunautambua, lakini ubora wake wa rais wa shirikisho hautoiondoa Yanga na Simba, hatoiondoa na vilabu vingine ambavyo vinashiriki ligi kuu ya soka nchini Tanzania. Kwa hiyo nitampongeza kwa namna moja ama nyingine. Umeniuliza juu ya msimamo wangu kuhusiana na sakata zima linaloendelea hususan kwenye klabu yangu ya Yanga. Yes. Kwa upande wa Yanga wanasema hatuingizi timu uwanjani. Sasa mashabiki wapo wengine wanakuwa na mitazamo tofauti. Yaani kila mmoja hatuingizi timu uwanjani. Hii ni klabu ya mpira wa miguu. Mnaogopa au nini? Msimamo wako ni nini? Kwanza niwapongeze sana mashabiki kwa kuungana kwa kitu kimoja. Mashabiki wa Yanga kwa kuungana kwa kitu kimoja. Wamefanya jambo zuri sana. Na mimi nimewasupport kwa namna moja ama nyingine. Ingawa sija kuwepo jana kutokana na shughuli zetu za kimjini hizi, lakini nimewapongeza sana. Ila nampongeza sana rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi. Kwa nini? Unaweza ukaniuliza kwa nini nampongeza sana Engineer Hersi? Moja jambo ambalo ninakwenda kumpongeza Engineer Hersi ni kwa sababu ameamua kukaa kimya. Kukaa kimya, yani unamaanisha nini? Kwamba itakiwa ongee? Ubora wa mtu hauleti kwa kuzungumza nyakati zote. Ubora wa mtu unaletwa, kuna nyakati lazima uwe kimya, ndio unapopakana busara na hekima. Na ndio maana unamuona kwa hekima yake Engineer Hersi ameamua kukaa kimya. Lakini mimi kimtazamo wangu ninavyomfahamu Engineer Hersi, mimi naamini mechi itachezwa. Ukimya huu maana yake mechi itachezwa. Nimesema mimi ninavyomfahamu Engineer Hersi na ukimya alokwenda kuuonyesha kwa Watanzania ni busara kubwa sana hiyo. Mimi naona kabisa mechi itachezwa. Dosa. Mara nyingi watu wamemzoea Dosa, ni mtu ambaye mara nyingi watu wanasema kama unaisupport sana Simba, lakini katika hili naona umeenda moja kwa moja kupongeza uongozi wa Yanga, hasa Engineer Said, mashabiki. Umeona kitu gani cha tofauti na vile ambavyo umekuwa ukiaminika kama unakuwa unapinga au unaonyesha hivi na vile? Au ndio ukweli ambao unausema? Kwanza huu ndio ukweli halisia. Si kila jambo kiongozi wa ngazi ya juu anatakiwa kulisema. Na si kila jambo kiongozi anatakiwa kuwa kipaumbele. Hivi jiulizeni, tangu mkanganyiko tunatokea Hersi amezungumza kitu? Yuko kimya. Afisa habari amezungumza kitu? Yuko kimya. Wale wajumbe wa bodi kuu wamezungumza kitu? Tunazungumza kitu ni sisi watu wa mtaani. Nadhani aliyezungumza ni Alex Ngai na makamu wa rais Alfata Haji. Kama amezungumza, hawatoshi au kuzungumza? Siamini kama itakuwa wanatosha moja kwa moja. Ila naamini wana Yanga kiongozi wao mkuu ni Engineer Hersi Said. Kitendo cha yeye kukaa kimya kuna namna mimi inanifikirisha kuonekana kwamba kuna uwezekano mechi ikachezwa. Wewe kwa upande wako unaonaje? Mimi natamani mechi ichezwe. Moja jambo linalofanya mimi kutamani mechi ichezwe, kwanza ni maendeleo ya mpira wetu wa Tanzania. Ndugu zangu wa Like Media, hakuna maendeleo ya mpira wa Tanzania ukiondoa Yanga, ukiondoa Simba. Hakuna. Tunaweza tukotamani kwamba tushushwe daraja, tunaweza tukatamani tufanye hivi, lakini mimi niwaambie mashabiki na niwaambie wa Tanzania, maendeleo ya mpira wetu wa Tanzania yamechangiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa Yanga na Simba. Na ndio maana mimi napata nguvu nikasema, kwa maoni yangu mimi naiona kabisa mechi itakwenda kuchezwa. Sitaki kuwakosea wale wazee waliosema kwamba mechi hatuchezi. Ni maoni yao mazuri na ni msimamo wao mzuri, sawa. Lakini kwa maendeleo ya mpira wa Tanzania, huwezi ukasema Yanga sicheze mchezo wa dabi. Anakuambia mimi ningekuwa ni Yanga, nisingepeleka timu uwanjani. Na mimi namwambia, kama ingelikuwa sio Yanga kucheza mpira, wewe leo usingezungumzia mpira. Usitake kutupeleka mawazo yako mabovu kwa viongozi wa Yanga. Yanga ni klabu kubwa brother. Klabu ambayo hivi sasa ina zaidi ya miaka 90. Klabu ya Yanga ndio klabu ambayo imetoa kwa mara ya kwanza mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ametokea klabu ya Yanga. Wewe unasemaje mchambuzi, unapata platform unasema mimi ningelikuwa Yanga ningewaambia wasipeleke timu uwanjani? Kweli? Wewe umemchukulia vipi kwamba asimamie kwenye ukweli, asimamia sana kwenye mapenzi? Huyo kasimamia kwenye mapenzi. Na inawezekana zile kauli kwamba kuna baadhi ya wachambuzi wanatumika imenifanya mimi niwafikirie zaidi.
Wewe ni shabiki wa Yanga na huyo mchambuzi anayezungumza naye ameweza kuisupport Yanga. Kwa nini unapingana naye? Kwa nini usiungane naye? Sasa mimi sipingani naye, naheshimu sana mawazo yake. Lakini naye anapaswa kujua kama sio Yanga yeye asingezungumza. Kama sio Yanga kucheza dakika 90 yeye asingepata platform ya kuwa kwenye hiko kituo cha kuzungumzia. Aache kuwaaminisha Watanzania ujinga. Kwa hiyo unamaanisha wale ambao wanazungumza kwamba mechi sichezwe ni ujinga? Mechi, mimi kwa mtazamo wangu ukiniuliza vipi kuhusu mechi, mimi nataka mechi ichezwe. Na wewe ni shabiki wa Yanga? Mechi ichezwe shehe. Mechi ichezwe. Kuhusiana na masuala ya kikanuni inawezekana. Na ninaamini Yanga wanasimama kwenye misimamo yao ya kikanuni na kisheria. Kwa hiyo kwenye upande wa kanuni Yanga unaungana nao wako sahihi? Wako sahihi. Lakini hata wewe Simba ambao tunasema kwamba hatutaki kucheza hiyo mechi, pia Simba naye yuko sahihi. Brother, mimi nilitarajia leo hii wachambuzi na wadau mbalimbali wa mpira Tanzania wangekuwa wana focus kwa kiasi kikubwa sana kuwajua wale mabouncer ni kina nani waleta zile vurugu Simba sende uwanjani. Kwa hiyo shabiki wa Yanga utaki kutambua kama kuna mabouncer ndani ya Yanga? Nimesema ukisoma ile barua ya Yanga wameelekeza kabisa wale mabouncer wanahusika na uwanja, si ndio? Lakini sasa wachambuzi na wanahabari mbalimbali walikuwa wapaze sauti kuwaambia Watanzania alohusika kwenye ile shutuma ambayo Simba imepelekea sipeleke timu uwanjani ni hawa. Lakini kuliko kuwaambia Watanzania kwamba Yanga minge kwa nafasi Yanga sipeleke timu uwanjani, ule ni utoto na ni ujinga. Tunaacha kukaa kwenye mambo ya msingi. Kwa sababu unapokuwa umejikwaa, usijilaumu kwa nini umejikwaa. Angalia kile kilichokuangusha. Na mimi nikwambie ndugu zangu wa Like Media. Simba hakwenda uwanjani. Moja sababu kubwa. Kwa sababu taarifa iliyotoka saa 8 mchana kupitia bodi ya ligi ndio imefanya Simba asiende uwanjani. Kwa unaniambia kama bodi ya ligi wasingetoa taarifa Simba angeenda? Wewe jiulize, una mtoto wako. Umemlipia ada ya shule. Alafu mtoto asubuhi anakuambia baba mimi siendi shule, utafanyaje? Wewe si ndo baba? Una mtoto wako, umempeleka fedha, unamlipa mamilioni ya pesa. Asubuhi mtoto anaamka na kuambia baba mimi siendi shule. Wewe kama mzazi utafanyaje? Utamuuliza kwa nini? Lazima uende shule. Kama naumwa, manake labda sio kawaida yake, labda kuna shida ambayo lazima hoji, ni muhoji kwamba bwana kwa nini? Kama kuna hoja nzito, ndio akamwambia baki nyumbani. Maana yangu ni nini? Maana yangu mimi naamini kama bodi ya ligi wangeshirikiana vizuri na TFF, wangeshindikiza lazima Simba ende uwanjani, Simba angekwenda uwanjani. Kwa hiyo bodi pia wana shida. Shida ndio imeanzia hapo. Kwa sababu Simba aliandika barua kuwatekenya shirikisho na wakaingia kwenye mfumo. Lakini sio jambo la kushangaza. Dosa, katika watu ambao nimewahoji kukiri kabisa, ambao nimewahoji nimezungumza nao kuhusiana na hili swala, kuna hoja ambao unazungumza, unawagusa Yanga, unawagusa Simba kwamba kila sehemu kuna makosa, mpaka bodi ya ligi unawagusa. Sasa hebu tuambie kwa jinsi ambavyo unajaribu kunyosha ukweli wa hicho kitu. Na ukiwa mwana Yanga, unawaambia Yanga kabisa kuhusiana na mabounce ambao hakuna mtu ambaye anakubana, hata Yanga wenyewe wanakataa kama hawajui. Si ndio? Lakini kwa upande wako unafikiri hili swala litaweza kuisha kweli na mechi kama unavyosema ukachezwa wakati Yanga wamekaza shingo, wamekaza fuvu? Brother, mimi nimesema ili Watanzania waamini mechi haichezwi, ili wana Yanga waamini kwamba kweli mechi haichezwi, tusubiri kauli ya rais wa klabu ambaye mpaka dakika hajasema chochote. Wewe ujiulize. Sisi tunabishana mechi hatucheze, alafu mwenye dhamana ya timu kaka kimya. Kwa unamwambiaje Engineer Said ajitokeze aseme yeye msimamo wake ni upi? Ni mtu wa maoni mazuri na ni kiongozi mzuri. Lakini naamini kwenye moyo wake Engineer Hersi anaamini mechi ya Yanga na Simba bado ipo. Yaani kwa upande wake Engineer yeye anatamani pigwe. Mimi nimesema kwa mawazo yangu mimi, kwenye moyo wa Engineer Hersi anatambua na anajua kwamba mechi ya Yanga na Simba bado ipo.
Sasa hata kama yeye anatambua, lakini kwa nguvu ya mashabiki jinsi alivyokuwa wanahimiza misimamo yao, uone kama hata yeye mwenyewe inaweza kumpa shida kwamba akubaliana na kile kitu ambacho mashabiki wao wanachama viongozi wengi zake wanasema hatuingizi timu. Uone kama atajiona kama msaliti, itabidi akubaliane nao. Na akikubali kwamba timu isichezwe kutokana na yeye ndio mwenye mamlaka ya juu, na pia akubali timu yake kushushwa daraja. Kwa kosa gani? Sitakuwa kupeleka timu uwanjani. Wewe unaliona inawezekana? Kwa TFF na bodi ya ligi. Hekima na busara. Wenyewe wanaamini hekima na busara. Unafikiri inawezekana Simba na Yanga kuna moja kati ya timu inaweza kashuka? Kama wakitumia sheria na kanuni wanaweza wakashusha. Lakini ni ngumu sana. Kutokana juzi nimemsikia mwenyekiti kwa kinywa chake. Mwenyekiti wa wapi? Wa bodi ya ligi. Mzee wangu Mguto. Na upya ni mzee wangu kutoka Tanga. Tunatoka kijiji hiki. Na mimi na mzee Mguto tunakaa majirani shehe. Kwa namjua vizuri. Anasema jambo hili lililotokea tarehe 8, hili lililotokea tarehe 8 ni dogo kuliko lililotokea tarehe mwezi wa 2021. Anasema kama tungetumia kanuni na sheria 2021 basi Yanga angeshushwa daraja. Na nukuu, maana wana Yanga wanaweza kaniwakia. Na wajua vizuri wana Yanga wenzangu. Lakini kama unawaambia ukweli na ukweli ndio huo, kwa nini akuwakie? Hakuna binadamu anahitaji kuambiwa ukweli. Na wewe unasimamia ukweli au watu wanahisi kama unatumika au? Brother, nakwambia tena. Mimi ningelikuwa natumika. Wao wanaamini kwa mimi natumika na Simba. Mimi ningekuwa natumika na Simba. Simba ninavyowafahamu. Mimi ningekuwa na gorofa Kariakoo. Acha Mungu na mtume. Acha bwana. Kwa ushindani wa Yanga na Simba. Mimi ningelikuwa natumika na Simba. Mimi ningekuwa na gorofa Kariakoo. Wewe upo kwa ajili ya kuambia watu ukweli. Sisi tunaamini Dosa leo yupo. Kesho Dosa hayupo. Tutaacha athari gani kwenye mpira wetu? Tunataka kesho nikiwa sipo watu wakumbuke, angekuepo Dosa angetuambia haya maneno. Si maneno ndugu yangu. Kwa hiyo Dosa manake wewe kwa watu jinsi ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa nakufuatilia. Dosa kama ni mtu ambaye alikuwa ni mwana Yanga lakini azungumzia Simba. Kwenye cha leo naona kama umenyoka sana. Sasa ukisema alikuwa mwana Yanga wewe unakosea. Kwa sababu neno angelikuwa ni mwisho wa safari. Sikiza Mrisho Mpoto. Neno ningejua, neno angekuwa ni mwisho wa nini? Nisingetoka ningepata pesa. Umeona hiyo kauli? Mwisho wa safari. Mwisho wa safari. Na ushatoka tayari. Kwa hiyo ukisema ulikuwa mshabiki wa Yanga, unaona sasa mimi sio shabiki wa Yanga. Wewe unatakiwa kuambia watazamaji wako na kuhakikishia watazamaji wako na wasikilizaji wako kwamba Dosa ni shabiki na ni mwanachama wa klabu ya Yanga. Nani msema kweli? Na ninasimama kwenye kweli. Na ninasimama, mimi naamini kuna watu zaidi ya milioni 40 watu wanipenda. Kwa nini wasikupende? Lakini naamini Mungu ananipenda na watu 20% watanipenda. Au 20% na 40%. Kwa nini au wakupende na wasikupende? Na watakuwa na nguvu ni hao wenye 20%. Kwa sababu ukweli ndio unafanya maendeleo yaendelee. Nikirudisha kwenye siasa kidogo, zamani ilikuwa mwanasiasa akisimama kwenye chombo cha habari atasema jamani wana kijiji nitaletea bomba lenye maji yenye kutoa maziwa. Hawakuwepo wanasiasa hao? Walikuwepo. Sasa hivi wapo? Hivi hawapo Hawapo. Wameshaona utandawazi umekuwa mkubwa. Huwezi ukamdanganya mtu kwamba bomba la maji linatoa maziwa. Ukimwambia hivyo mtu atasachi tu dakika moja. Lakini zamani ilikuwa kiongozi wa kisiasa akiahidi jambo laweza likakata miaka 50. Lakini kaangalie mama anavyofanya hivi sasa. SGR ndani ya miaka 3 imeshasimama hivi. Sasa tunakwenda Dodoma dakika 90 tunarudi zetu. Unaweza kanywa chai Dodoma ukala lunch Bongo. Na mama kwa sababu anasimamia ukweli. Mama kama angeamua kubaki kwenye siasa kama wanasiasa wanatangulia, mpaka sasa leo mimi na tusingekutana. Kwa hiyo nimshukuru sana mama, amefanya kazi kubwa sana. Na hakuna mtu yoyote ambaye atatoka hadharani atakwambia mama afanye kazi. Kwa sababu amesimama kwenye ukweli. Na ndio maana unamuona Dosa leo anasimama kwenye ukweli.
Na ukisimama kwenye ukweli, hata jambo lisipoonekana leo, kesho litaonekana. Ndio kama ambavyo unasema mechi itapigwa. Ndio maana nikasema mimi ili niamini mechi haichezwi. Nisikiliza vizuri ndugu yangu. Ili mimi niamini mechi haichezwi Yanga na Simba, nisikie kiongozi wa ngazi ya juu wa Yanga aseme jamani, mechi ya Yanga na Simba imekwisha. Ndio nitaamini mechi haichezwi. Kwa hiyo manake hapa tunamsubiria Engineer Said atoke aliko. Manake alikuwa Morocco, aje atuambie bwana lipo halipo. Only one. Na kama kuna uwezekano Engineer asiwaambie wazee wa Yanga ambao jeuzi jana walizungumza sana, aje aniambie mimi kijana wake, mwanachama wake, shabiki wake, mechi hatuchezi. Mimi nitaamini mechi haichezwi. Lakini kwa sasa still kwenye nafsi yangu nitaamini mechi ya Yanga na Simba bado ipo. Na naamini bodi ya ligi soon watatoa taratibu mechi. Kuna hoja ya viongozi wa Yanga ambao walikuwa hawana imani na bodi ya ligi. Na wewe Mguto umesema ni jirani yako kabisa. Kuendeshwa kwa hekima na busara ligi, wewe mwenyewe umesema unataka kanuni ziendeshwe katika mfumo unaostahili. Unasimamia wapi, kwa jirani yako kutoka Tanga au unasimamia? Kwa sababu mwenyekiti wa bodi ya ligi yeye mwenyewe kwa kinywa chake ametuaminisha kwamba hasimamii sheria wala kanuni, anasimamia hekima na busara. Kweli sio kweli? Kweli. Kwa hapa lazima nisimame na wana Yanga wenzangu. Kama wakitaka tufanye maandamano, tuhakikishe kwamba bodi ya ligi inaondoka, tunafanya. Dosa, mbona umefika huko? Sio nimefika huko. Jirani yako tena Dosa? Ngoja, tunasimama kwenye haki. Huwezi ukaishi na jirani muovu. Na kama kuna sehemu kuna jirani muovu, wewe unatakiwa uondoke. Si unanielewa? Kwa hiyo yeye mwenyewe mwenyekiti wa bodi ya ligi ametuaminisha. Anasema sisi tunashindwa kutumia kanuni na sheria kwa sababu Yanga na Simba ni kioo cha taswira yetu wa mpira wa Tanzania. Wewe hujakubaliana nayo hiyo? Siwezi nikakubaliana nayo. Kwa sababu ukisema hivyo, kwanza mzee Mguto anapaswa kuomba radhi vilabu 14 ukiondoa Yanga na Simba. Acha bwana. Sikasema kwa Yanga na Simba anatumia kanuni, anatumia hekima na busara. Ina maana anatuaminisha kwamba kwa Azam atumie hekima na busara. Atumie hekima na busara, si ndio? Anatuaminisha kwamba Ihefu, Ken Gold na Mungo na vilabu vingine vyote havipati hekima na busara kutoka bodi ya ligi. Na kama havipati, anatuaminisha moja kwa moja kwamba vilabu vinaonewa. Msimamo wako ni upi kama Yanga anasema bodi ya ligi jiuzuru? Kama Yanga kweli sisi hatuhitaji bodi ya ligi. Hatuna haja ya kila siku kuwapelekea pressure bodi ya ligi. Hatuna haja kila siku sisi kuzungumza. Braza, ili TFF na bodi ya ligi yake wajue kwamba sisi kweli tumechoka. Braza, ina haja kupeleka timu uwanjani. Yaani nao unaungana kwamba timu isipeleke uwanjani kwa hoja hiyo? Kwenye mechi ya Simba. Nimesema kwenye hii hoja kwamba si hatuna imani na bodi ya ligi. Si ndio? Lakini unajiuliza, hatuna imani na bodi ya ligi, tunachukua timu ya kina mama tunaipeleka uwanjani. Tunashinda, tunashangilia. Au wewe unaweza kunisaidia bodi ya ligi ya wanaume, inaonyesha ligi ya wanaume na ligi ya wanawake zinatofautiana? Utofauti ni mdogo. Ligi ya wanawake inaongozwa na TFF. Hii iko chini ya bodi ya ligi. Kwa hiyo bodi ya ligi ya wanawake haina bodi ya ligi. Mguto hausiki, si ndio? Yenyewe iko chini ya TFF. Iko chini ya TFF. Basi huku kwenye michezo mingine tusiache tu ya Simba. Kama Arafat Haji, makamu wa rais wetu alivyosema, kwamba tumesahau mchezo wetu wa dabi zidi ya Simba. Hata michezo mingine tupasi kupeleka timu. Kama kweli tuko serious tuhitaji bodi ya ligi. Sasa Dosa, ni kama umeleta hoja nyingine kubwa tena. Yaani Yanga hawataki mchezo wote, bodi ya ligi ndio ikae pembeni au? Ya. Lakini uwezo ukasema hatuhitaji bodi ya ligi kwa mechi ya Simba na Yanga. Kama tuko serious, hatuhitaji bodi ya ligi, basi tunapaswa kususia mechi zote, sio Simba na Yanga tu. Sio neno vizuri. Kwa hiyo Arafat Haji unamwambiaje? Manake ndiye ambaye nahisi kama ameengineer sana ili swala liweze kusimama hapa lipofika. Unamwambiaje? Hii hoja ilikuwa haina mashiko au vipi? Ni kiongozi wetu na ni mwanachama mwenzetu na amefanya kazi kubwa na tunatambua mchango wake, lakini ukiniuliza mimi nitakwambia nasubiri kauli ya president. Inawezekana kaja na hiyo kauli ambayo unaisema sasa ya mechi zote hatuchezi. Engineer Said. Ndio mimi nasubiri. Mimi hata akija akisema mechi tunacheza, mimi nitafuata.
mechi hatuchezi, mimi nitafanyaje? Nitafuata na nitaamini. Lakini haya sasa nitachukulia kama vile challenge ambazo ama pressure ambayo tunawapa tu bodi ya ligi. Tunasubiri final say kutoka kwa rais wa klabu ya Yanga ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu vyote kwenye bara la Afrika. Wazo lako hasa kwa ukiangalia bodi ya ligi tayari imekuwa haiaminiki, lakini TFF ndo baba wa mpira Tanzania. Ushauri wako nini kifanyike hapa tutoke hapa? Mambo haya yakae sawa sawa turudi kama tulivyokuwa zamani. Hata uko zamani pia mambo hayakuwa mazuri. Hata uko zamani. Ukisoma history mbalimbali zinakuonyesha hata uko zamani Yanga kasha kukimbia mechi, Simba kasha kukimbia mechi. Kuna watu wanasema, nisikiza baadhi ya wachambuzi. Wanasema kipindi cha Tenga haya mambo hayaja kuwepo. Sijui Tenga alikuwepo mwaka gani. Lakini ukiangalia 2001 hata Simba na Yanga wenyewe kuna mmoja kashakimbia uwanjani. Kwa mambo yanatakiwa tengenezwe yasijirudie huko tulikotoka. Tuanze upya. Haya mambo ni wenyewe kiongozi anayopata dhamana ya kuongoza chama cha mpira Tanzania na wanopata dhamana ya kuwa kwenye kamati za bodi ya ligi wasimamie tu kanuni na sheria, tutanyoka. Sasa wataanzia wapi? Manake sasa imani haipo sasa hivi bwana Dosa. Hebu tupe njia kwa mtazamo wako. Mimi naamini katika uwezo wako wa kufikiri. Nini akifanye kwa maana ya Wallace Karia sasa hivi? Apeleke serikalini, manake waziri, rais na upande wa serikali waamue, hekima itumike, au yeye mwenyewe ana jambo lingine la kufanya angalau mambo yaende? Wazo hilo ameshalitoa mzee Mguto. Amesema juzi kama tukishindwa tutaishirikisha serikali. Sasa kama Mguto akashasema ameshindwa, manake tuseme bodi ya ligi bado hajashindwa, ameshindwa. Akisema Mguto na maana ni bodi ya ligi. Ni kwamba bado wana uwezo, unaviona, wana uwezo, wameshindwa. Wameshatoa nani mwanga kwamba serikali inahitaji kuingilia ile swala. Lakini tunawaambia kama mmeamua kusaidiwa na serikali, basi fanyeni kwa siri ya mambo. Wasitoe hadharani. Wasitoe hadharani. Kwa nini? Athari yake nini? FIFA haina uyanga, FIFA haina usimba, brother. FIFA inagonga tu. Serikali sasa si ni ushauri tu, kwani hawaingilii masuala ya uwanjani, matokeo na vitu kama hivi. Ndani ya hiyo Simba yenyewe kuna serikali. Ndani ya hiyo Yanga yenyewe kuna serikali. Lakini tunawaomba tu kama wameamua kujichomeka kwenye ile sakata, wafanye kimya kimya. Kwa kumalizia, ushauri wako, kile kitu ambacho mimi sijakuuliza na pengine hatujazungumza chochote. Kuna kitu ambacho kimekaa kwenye ubongo wako, ungesemaje? Tuwe wazalendo na vilabu vyetu. Tuache kuwatumikia watu, tutumikie wazalendo na vilabu au wazalendo na ligi yetu. Ukizungumzia na vilabu ndio vinavyotengeneza ligi. Kwa maana vilabu vyote maana yangu vyote 16. Maana yangu inawezekana kuna shabiki wa Namungo, timu yake ya Namungo inafanya utumbo, yeye anaona nimefanya sawa. Huo sio uzalendo. Sawa sawa. Lakini pia tuwe na uzalendo wa soka letu. Kwa sababu ukiwa na uzalendo wa soka letu, ndio hili soka ambalo tutakupeleka sisi kwenye renki za juu. Bahati mbaya sana viongozi wanaohudumu kwenye hizi sekta za mipira wote wanafanya kazi kwa sababu ya mtu fulani. Leo hii inawezekana, leo hii nasema tu inawezekana watu wa Yanga wanaishtaki sana bodi ya ligi. Lakini mimi naamini bodi ya ligi inawasiliana vizuri na engineer, inawasiliana na GSM, na wakati mwingine wanaenda kukata daftari pamoja. Leo hii watu wa Simba inawezekana wanawataki sana watu wa Yanga, lakini watu wao wa Simba ikifika baada ya magharibi wanawapigia simu watu wa Yanga, jamani tunahitaji mikopo tuendeshe biashara zetu. Ndugu yangu nikushukuru sana, tumezungumza sana. Bwana umetisha sana. Nafikiri next time tutakuja kuzungumza mengine. Kila jambo litakalotokea naomba usiache kunitafuta. Tuko pamoja ndugu yangu. Tumejitolea. Mimi Lucky Media ni kama sera yako. Mimi napenda ukweli. Napenda mtu ambaye amenyoka, mtu ambaye jamii inaweza kusema tumsikilize na sio kwamba unaongelea unazi. Ndio maana nikaona nimtafute Dosa. Haina shida. Mimi nimekushukuru sana.